Kwa ajili ya siku nyingine tena njema ambayo Mungu umetupatia kwa utukufu na kwa heshima. Leo ni siku tena ya Bible study ambayo tunakwenda kujifunza maneno ya Mungu. Baada ya kuwa na shughuli zetu tangu asubuhi, shughuli mbalimbali za kujenga taifa, shughuli mbalimbali za kimaendeleo, shughuli mbalimbali ambazo Mungu tumekuwa nazo. Na sasa tumekuja tena katika uwepo wako ili kuweza kusikia kutoka kwako kile ambacho muumbaji wa wanadamu, muumbaji wa mbingu na nchi unataka kutuelekeza kwa ajili ya kutusaidia maisha yetu kuwa na moyo mkuu, kusonga mbele na kusimama katika imani kwa jina la Yesu. Amen. Tunaishi katika dunia ambayo Yesu ulisema, duniani mnayo dhiki lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Nasi Bwana tunatarajia kuwa na ushindi mkubwa dhidi ya ulimwengu, ushindi mkubwa dhidi ya dhambi, ushindi mkubwa dhidi ya majaribu, ushindi mkubwa dhidi ya vikwazo na vizuizi ambavyo vinajiinua na kuonekana katika maisha yetu kwa jina la Yesu. Amen. Roho Mtakatifu, tunahitaji nguvu mpya tena. Amen. Tunahitaji neema mpya tena. Amen. Tunahitaji kibali kipya kutoka kwako katika jina la Yesu. Amen. Tuko hapa sisi wote Bwana, tunasikia kutoka kwako, nasi tunajua kabisa umetukusanya kwa faida wala sio kwa hasara. Timiza neno lako Bwana jioni ya leo, ambalo linasema mkutanikapo wawili ama watatu kwa jina langu, mimi nipo katikati yao. Amen. Tunajua ya kwamba upo katikati yetu kwa jina la Yesu. Amen. Roho wa Kristo tuhekimishe, Roho wa Kristo tufundishe, Roho wa Kristo tuongoze, Roho wa Kristo tupatie kilicho bora katika siku hii ya leo. Amen. Kwa jina la mtakatifu Yesu tumeomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba ukae. Tunakwenda kuangalia somo linalosema nguvu siku za kujaribiwa. Nguvu siku za kujaribiwa. Katika kila maisha ni ukweli ambao hauwezi kupingika. Ziko siku ambazo ni siku za majaribu, siku ambazo unakutana na changamoto za matatizo mbalimbali. Na wakati mwingine inatokea kwa bahati mbaya sana. Katika siku kama hizo, watu wengi sana huwa wanakosa nguvu ya kukabiliana na yale mambo. Kwa hiyo matokeo yake wanajikuta yale mambo yanachukua sehemu ya maisha yao na pengine kuleta usongo wa mawazo. Usongo wa mawazo unaweza ukazalisha shinikizo la damu. Usongo wa mawazo unaweza ukazalisha magonjwa ya akili. Usongo wa mawazo unaweza ukazalisha matatizo mengine mbalimbali ya kiafya. Ni kwa sababu ya kukosa ule uwezo wa kukabiliana na lile jambo ambalo limetokea, aidha la kikazi, la kifamilia, la kibiashara, la kielimu. Mtu pengine amesoma chuo kikuu kwa miaka miwili, alafu baada ya miaka miwili amefeli masomo 4 au 5, alafu hatimaye anaambiwa huwezi kuendelea na chuo. Sasa anapopokea habari kama ile katika siku ya jaribu lake, inategemea uwezo wake wa kustahimili ili kuweza kulinda kuendelea kwake katika maisha. Wengine wanasikia wamekwenda kujiua baada ya kupata usongo wa mawazo, baada ya kupata msuko wa moyo, baada ya kupata hali ya kukata tamaa na kudhani ya kwamba maisha yameishia hapo. Ndio maana kama kanisa tunakuwa na mafundisho ya namna hii, nguvu siku za kujaribiwa, ili kwamba kiakili tuwe tumejiandaa na kujua kwamba kunaweza kutokea jaribu lolote katika maisha yetu, lakini lazima tuwe na nguvu ya kulishinda, tuwe na nguvu ya kulikabili, tuwe na nguvu ya kuendelea na maisha yanaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna vitu vya kiasili lazima tujifunze ambavyo vipo katika maisha ya wanadamu. Mtu mmoja akasema hata kama utakuwa unatumia ile anaita nail cutter, hata kama utakuwa unatumia kile kisu cha kukata kucha mara kwa mara, bado huwezi kuzuia kucha kufanya nini? Kukua. Bado itakuwa, na ndio maana unakata. Hii ina maana kabisa kwenye maisha ya kwamba pamoja na kwamba kunaweza kuwa kunatokea vizuizi, lakini lazima kuwe na nguvu ya kuendelea. Sio nguvu ya kuchanganyikiwa, sio nguvu ya kuvurugikiwa, sio nguvu ambayo inakufanya uzimie, uchoke, ukate tamaa, uvunjike moyo na kusema hakuna tumaini. Nataka nikwambie
iko nguvu ya kukusaidia kuendelea kwa jina la Yesu. Tunasoma kitabu cha Mithali sura ile ya 24. Mithali sura ya 24 na mstari wa 10. Biblia inasema, Mithali sura ya 24 mstari wa 10. Nguvu siku za kujaribiwa. Mithali 24 mstari wa 10, Biblia inasema, ukizimia siku ya taabu, pale kuna mkato. Ukizimia siku ya taabu, kuna mkato. Maana kuna kumalizika kwa hilo neno kuzimia siku ya taabu. Alafu anasema, anayezimia siku ya taabu, sababu ya kuzimia kwake siku ya taabu, nguvu zake ni chache. Nguvu zake ni chache. Anayekata tamaa siku za kujaribiwa, capacity yake, uwezo wake wa kukabiliana na majaribu ni mdogo. Ukizimia siku ya taabu, siku ya majaribu, nguvu zako ni chache. Unapokata tamaa kwa mambo ambayo yanakukabili, kama nilivyotangulia kusema, yawe ni mambo ya kijamii, yawe ni mambo ya kielimu, yawe ya kibiashara, kikazi, kiuchumi, yanapokuja kinyume na matarajio yako, yanapokuja kinyume na jinsi ambavyo ulikuwa umejipanga ya kwamba nitafanya hivi, matokeo yatakuwa haya. Sasa katika mipango yote ambayo ulikuwa umepanga, baada ya kupata matokeo chanya unapata matokeo hasi. Baada ya kupata matokeo ya juu unapata matokeo ya chini. Baada ya kupata max za kuvusha mwaka mwingine, unapata max haziwezi kufanya uendelee katika mwaka mwingine. Sasa ile hali ya wewe kudhoofika, ile hali ya wewe kupata usongo wa mawazo, ile hali ya wewe kukata tamaa, kwa mujibu wa Biblia, kwa tafsiri ya Biblia inasema, mtu wa namna hiyo nguvu zake ni chache. Amen. Kwa sababu ya uchache wa uwezo wa kukabiliana na yale ambayo amekutana nayo, ndio maana amekata tamaa, ndio maana amevunjika moyo, ndio maana amechoka, ndio maana analia, ndio maana hawezi kuendelea. Lakini kama angekuwa na nguvu ya kutosha ambayo ingemsaidia katika saa hiyo, angekuwa na uwezo wa kutosha wa kukabiliana pamoja na jaribu kuwa kubwa, pamoja na tatizo kuwa kubwa, pamoja na jambo hili kuwa zito ambalo ukilisikia katika hali ya kawaida ungesema ana haki mtu kukata tamaa, lakini ambaye limemtokea kwa sababu ana nguvu za kutosha akati tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunahitaji katika hali ya kawaida kujifunza neno la Mungu ambalo linatufundisha ya kwamba kuna siku za taabu katika maisha ya mwanadamu. Kuna siku za magonjwa katika maisha ya mwanadamu. Kuna siku za kupata na kuna siku za kukosa kwenye maisha ya mwanadamu. Kuna siku za kupendwa na kuna siku za kuchukiwa. Kuna siku za kushangiliwa na kuna siku za kuzomewa. Kuna siku za kukubalika na kuna siku za kukataliwa. Sasa katika hizi zote, zile ambazo ni chanya katika maisha yako zinakuwa automatic, kunakuwa na nguvu maalum ya kukupa furaha, kukupa shangwe, kukupa maendeleo. Lakini zile zinapokuwa zi siku za utusitusi, za giza, nyeusi, ngumu, hazieleweki, ukiwa na nguvu chache utajikuta zinakubeba na zinakupeleka katika magonjwa, zinakupeleka kwenye kuchanganyikiwa, zinakupeleka katika hali ambayo ya sintofahamu, kiasi ambacho unaweza kuonekana kama kituko. Na watu wanajiuliza, kimempata kitu gani? Anasema ni baada ya kufukuzwa kazi ndio kachanganyikiwa kiasi kile. Ni baada ya kufukuzwa kazi ndipo aliporudi nyuma. Ni baada ya kufukuzwa kazi ndipo alipopata wazimu. Ni baada ya kufukuzwa kazi ndipo alipokuwa kama mwenye wazimu anagombana na kila mtu. Mbona amekuwa katika hali ile? Ni baada ya kutokea mafarakano katika ndoa yake ndio unamwona yupo katika hali ile. Sababu ni kwamba ana nguvu chache ya kukabiliana na yale yaliyompata. Lakini katika mambo hayo hayo, wale ambao kwa neema ya Mungu wamejifunza neno la Mungu, wamesikia neno la Mungu,
wanalijua neno la Mungu katika njia zile zile ambazo huyu zimemfanya achanganyikiwe, zimemfanya apate usongo wa mawazo, zimemfanya apate shinikizo la damu, zimemfanya pressure iwe juu, zimemfanya kurukwa na akili. Yule ambaye anafahamu katika Kristo, katika njia ile ile, katika shida zile zile, katika majaribu yale yale, unamkuta ametulia, unamkuta kama akijatokea chochote, kila kitu kiko baridi, kila kitu kimetulia, kila kitu ambacho ukiuliza, ndio huyo amefukuzwa kazi, ndio yeye. Ndio huyo amefarakana na mmewe, ndio yeye. Ndio huyo ambaye amefeli mitihani, ndio yeye. Mbona tunamuona ametulia? Mbona tunamuona hajachanganyikiwa? Mbona tunamuona hajavurugikiwa? Ni kwa sababu ana nguvu ya kukabiliana na yale anayokutana nayo katika jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho unakihitaji katika maisha, ni uwezo ambao Mungu atauweka ndani yako wa kukuwezesha kukabiliana na taarifa yoyote unayoisikia, aidha ni mbaya au njema, aidha ni nzuri au si nzuri. Taarifa yoyote inayohusu maisha yako haitaharibu maisha yako, bali itainua maisha yako kwa jina la Yesu. Habari yoyote ambayo utaisikia ya watu kusema kinyume na wewe, ya watu kukukataa, unaweza ukasikia habari kukataliwa na wakwe, unaweza kusikia habari kukataliwa na mashemeji, unaweza kusikia habari kukataliwa na watu ambao ni ndugu zako na wanasema sio sehemu yetu. Unaweza kusikia habari kukataliwa na wapendwa waliokuwa wanapendana na wewe. Unaweza kusikia habari ya kukataliwa na watu waliokuwa wanakukubali kwenye sehemu ya kazi. Unaweza kusikia habari ya kukataliwa na bosi au mwajiri aliyekuwa anakuamini kuliko watu wote. Unaweza kusikia habari yoyote ile, lakini kama kuna nguvu ya kutosha, haitakutoa katika maono, haitakutoa katika mtazamo, haitakutoa katika mwelekeo ambao unao katika jina la Yesu Kristo. Ninamwamini Mungu tunapojifunza na kufundishwa kupitia neno la Mungu, inatuandaa ili katika zile siku za taabu, katika zile siku zinaitwa siku za shida, siku za njaa, siku za kukosa fedha, tutakuwa na nguvu kama vile tuna fedha. Amen. Siku za ukame, tutakuwa majasiri kana kwamba ni masika. Siku za kukataliwa, tutakuwa na ujasiri kana kwamba tunakubalika. Siku za upweke, tutakuwa na ujasiri kama tumezungukwa na watu. Katika siku za shida na taabu, tutaonekana katika hali njema zaidi kuliko ambavyo maadui au watesi wanatarajia katika jina la Yesu. Amen. Mambo matatu ambayo tunakwenda kuiangalia siku ya leo. Sehemu ya kwanza, kuinuka na kujitia nguvu katika siku za taabu. Kuinuka na kujitia nguvu katika siku za taabu. Tunapokuwa katika siku za shida, sio siku za kulegea, sio siku za kukata tamaa, sio siku za kufikia mahali kwamba sijui cha kufanya, siwezi cha kufanya, sina wa kumkimbilia, mimi nimebaki peke yangu, wote wamenikataa, maisha hayana maana, maisha hayana ladha, maisha sio mazuri, maisha ni mabaya, walimwengu ni mabaya. Vitu vingi unapoviingiza pale katika siku hizo ambazo ni za magonjwa, wakati mwingine za kutekwa nyara, za kufukuzwa kazi, za kuaibishwa, za kufedheheshwa, za kuonekana duni, ndizo siku za kuinuka na kusimama ukiwa imara katika jina la Yesu. Amen. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 30 mstari wa 6. Samueli wa kwanza sura ile ya 30 mstari wa kwanza hadi mstari wa 6. Samueli wa kwanza sura ya 30 mstari wa kwanza hadi mstari wa 6. Biblia inasema, ikawa Daudi na watu wake walipokuwa wamefika Siklag siku 3, hawa Amaleki walikuwa wameshambulia Negebu na Siklag, nao wameupiga Siklag na kuuchoma moto. Nao wamewachukua mateka wanawake waliokuwemo, wakubwa kwa wadogo. Hawakuwaua wowote, ila waliowachukua wakaenda zao. Basi Daudi na watu wake walipofikiria mji, tazama, ulikuwa umechomwa moto, na wake zao na watoto wao, waume kwa wake, wamechukuliwa mateka.
Ndipo Daudi na watu waliokuwa pamoja naye wakainua sauti zao na kulia, hata walipokuwa hawana nguvu za kulia tena. Wamerudi katika mji ambao waliuacha salama. Wamekuta kila kitu kizuri hakipo. Baba anarudi nyumbani, mama anarudi nyumbani, ambaye aliacha familia ikiwa salama. Asubuhi anakuta mmoja wa watoto ana jeraha kubwa la kutisha, au tayari alishakimbizwa hospitali kwa sababu ya kile kilichompata wakati wazazi hawapo. Wakati mwingine wazazi wanarudi nyumbani, waliondoka familia nzima, baba, mama na watoto, na nyumba ikawa imefungwa yote kwamba iko salama, lakini wanarudi wanakuta milango iko wazi, na wazazi wanafikiri watoto wametangulia kurudi kutoka shule, kutoka skuli, kwa hiyo wako ndani. Wanaingia ndani, wanakuta kila kitu cha thamani hakipo. Kila kitu cha thamani kimeibwa. Hakuna TV, hakuna jokofu, hakuna fedha zilizokuwa zimeachwa pale ndani za akiba, hakuna nguo nzuri, hakuna viatu, hakuna simu zilizoachwa, hakuna saa zilizoachwa. Kila kitu, nyumba nyeupe inawaangalia. Kuna mtu mmoja akaniambia akiwa hospitali amelazwa, anaumwa, mke wake akaja nyumbani, yeye akiwa amelazwa, alichukua vitu vyote. Kwa hiyo siku ametoka hospitali, anarudi, anakuta nyumba nyeupe. Anasema wazo la kwanza lilikuwa limemjia ni uchungu wa hali ya juu uliomletea machozi, na akasema leo ndo mwisho wangu, najiua. Kwamba yeye alikuwa amelazwa hospitalini na alikuwa hawana maelewano na mkewe, na mke akatumia nafasi hiyo kwamba kwa sababu huyu mtu amelazwa anaugua, akaja akakomba kila kitu, akachukua kila kitu na akaiacha nyumba nyeupe. Sasa bwana ametoka hospitali, anarudi nyumbani, anategemea nenda kukaa kwenye kiti nipumzike baada ya kulala muda mrefu kitanda cha hospitali. Nitaenda kujipikia mwenyewe kwa sababu najua mke hayupo. Nitaenda kulala kwenye kitanda changu labda cha 6 kwa 6 au 5 kwa 6. Anakuta vyote havipo. Akasema sio tu ameniacha hospitali kwamba alikuwa anihudumii, amekuja kuchukua na kila kitu ambacho pengine kingenisaidia. Nasema akalia na akawaza kujiua. Lakini ameniambia kitu kimoja kilimsaidia. Alisikia sauti ikisema naye, maisha hayajafikia mwisho. Amen. Na huyo mtu sasa ni mshirika wetu hapa kanisani. Maisha hayajafikia mwisho. Na kwa sababu alikuwa ananisikiliza kwenye radio, kwa miaka mingi alikuwa anasikiliza mahubiri kwenye radio. Anasema yale mahubiri alikuwa anayasikia, ingawa wakati alikuwa sio mshirika. Mahubiri alikuwa anasikia kwenye radio ndio yaliyomjia kama haya. Ndio maana unahitaji kusikia neno la Mungu. Amen. Yakamjia akamwambia maisha hayajafikia mwisho. Kwa hiyo alichokifanya, alitafuta namba yangu ya simu akanipigia. Amen. Na akanieleza, baba mchungaji, nimekusikiza kwa miaka mingi. Sasa nataka nifike kanisani. Hivi sasa ipo kanisani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Daudi amerudi katika mji wake wa Siklag. Na Waamaleki wameuvamia, wamechukua kila kitu, na baada ya kuchukua kila kitu hawakuziacha nyumba salama. Hawakuacha wanyama salama. Biblia inasema waliuchoma moto mji wote. Na wakati Daudi anarudi akidhani ya kwamba atapokewa na familia, anapokewa na moto. Jaribu kuwaza. Biblia inasema wakalia mpaka nguvu zikawaishia. Walipolia mpaka nguvu zilipowaishia, nini kilitokea? Mstari wa 5. Nao mstari wa 5. Nao wake wawili wa Daudi walikuwa wamechukuliwa mateka, Ahinoamu wa Yezreeli na Abigaili aliyekuwa mkewe Nabali wa Karmeli. Mstari wa 6. Naye Daudi akafadhaika sana, kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe, kwa maana nafsi za hao watu wote walisononeka
kila mtu kwa ajili ya mwanae na binti zake. Watu wamekata tamaa, watu wamefedheka, na wanasema kwa sababu Daudi ndio anatuongoza, huyu ndio anastahili kuwa wa kwanza kuuawa. Na Daudi anasikia haya maneno wanayoyasema. Nini alifanya Daudi? Sehemu ya mwisho ya mstari wa 6 anasema lakini, sema lakini. Lakini. Sema lakini. Lakini. Sema lakini. Lakini. Hata kama ilitokea, lakini liko tumaini. Amen. Hata kama ilitokea, nitainuka nipambane. Amen. Hata kama vitu vyote vimechukuliwa, bado maisha yangu yana thamani kuliko vile vitu. Mimi ndio ambaye nilikuwa nimevitafuta, na namwamini Mungu ya kwamba nitainuka kutafuta tena na nitavipata kwa jina la Yesu. Amen. Yule ndugu ninayekwambia sasa hivi ana vitu vizuri kuliko vile ambavyo alikuwa navyo mkewe alichukua. Kama Daudi angepigwa na mawe, visingepatikana vile vitu. Kama yule ndugu angejiua, visingepatikana vile vitu. Biblia inasema lakini Daudi akajitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Mwambie jirani yako, jitie nguvu katika Bwana. Wakati ambapo mambo ni mazito ndio wakati wa kuinuka. Wakati wa kulia umetosha, wakati wa kusononeka umetosha, wakati wa kufadhaika umetosha. Umelia sana, umesononeka sana, umefunga sana, umegaragara sana, umekesha sana, ni wakati wa kuinuka. Sema amina. Amen. Nasema ni wakati wa kuinuka. Sema amina. Amen. Ni wakati wa kuinuka na kuchukua hatua. Kama ni katika kazi, kwenda kwenye kazi. Kama ni katika biashara, kwenda kwenye biashara. Kama ni katika huduma, kwenda katika huduma. Hata kama umekaa katika huduma muda mrefu, vitu haviendi, lichukue neno hili kama Daudi ya kwamba jitie nguvu upya, pamoja na mbinu zako zote ambazo umezitumia na kadhani ya kwamba hizo mbinu zimefikia mwisho. Nataka nikwambie bado kuna tumaini jipya katika lakini. Sema amina. Amen. Maandiko yanasema lakini Daudi akajitia nguvu katika Bwana, akainuka. Mstari wa 7, sikiliza maandiko yanavyosema. Kisha Daudi akamwambia Abiathari kuhani mwana wa Ahimeleki, tafadhali niletee hapa hiyo naivera. Abiathari akamletea Daudi naivera huko. Daudi akauliza kwa Bwana, tujifunza tu jana, lazima kumuuliza Mungu. Daudi akauliza kwa Bwana akasema, je, nikawafuate jeshi hili litawapata? Naye akamjibu, fuata, kwa kuwa hakika utawapata. Nasema wafuate, utawapata. Amen. Nasema wafuate, utawapata. Amen. Nawe ukosi utawapokonya wote. Sema amina. Amen. Vilipotea lakini vitarudi vyote. Amen. Viliondoka vitarudi vyote. Amen. Walitawanyika watarudi wote. Biblia inasema Daudi akauliza, je, ni wafuate? Watu kutangulia katika maendeleo sio sababu ya sisi kushindwa kuwafuata. Watu kutangulia katika kuwa na uchumi mzuri haina maana kwamba sisi hatuwezi kufuata. Walifanya biashara, wamefanya biashara na wamekomaa katika biashara, lakini pale pale ninaanzisha na ya kwangu. Watu wanasema unawezaje kukompiti, unawezaje kupambana na watu ambao tayari wametangulia? Unasema ni kwa sababu Bwana amenihakikishia nitawafikia maendeleo walioyafikia. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Tutayafikia maendeleo walionayo. Amen. Tutafikia baraka walizonazo. Amen. Tutafikia ukubwa wa washirika walionao. Huna haja kuanza kuogopa na kusema, "Oh, unajua kule kuna 200, kule kuna 500, pale kuna 1000, mimi ndo kwanza naanza." Madam Bwana amesema kaanze, nenda kaanze, utawafikia katika jina la Yesu. Amen. Daudi akamuuliza Bwana, "Je, ni wafuata?" Akamwambia, "Fuata." Je, ni waendee? Akamwambia, "Waendee." Na bila shaka utawapokonya, utarudi nao. Utatamalaki. Utapata kama wao. Wao wamepata fedha na utapata. Wamepata washirika na utapata. Wamepata viwanja na utapata. Wamepata magari na utapata. Utapata. Sema amina. Mwambie jirani yako hakuna kuchelewa. Hakuna kuchelewa. Mwambie mwingine hakuna kuchelewa. Hakuna kuchelewa. Wametangulia, tunawafuatia. Nasema wametangulia, tunawafuatia. Na tutapata katika jina la Yesu. Mstari wa 9, basi Daudi akaenda yeye na watu 600 waliokuwa pamoja naye. Nao wakafikiria kijito cha Bethori, ambapo wale watu waliachwa nyuma waliokaa. Lakini Daudi akakaza kufuata yeye na watu 400
kwa maana watu 200 walikaa nyuma, wamechoka, wana nguvu kidogo, ambao walitaka kuzimia, hata hawakuweza kuvuka hicho kijito Bethori. Nao wakamkuta Misri mavueni, wakamleta kwa Daudi na kumpa chakula, naye akala, nao wakampa maji ya kunywa. Kisha wakampa kipande cha mkate wa tini na vishada 2 vya zabibu, na akiisha kula, roho yake ikamrudia, kwa maana alikuwa akula chakula wala kunywa maji siku 3 mchana na usiku, alikuwa kwenye mfungo. Ndipo Daudi akamuuliza, wewe mtu wa nani, nao umetoka wapi? Naye akasema, mimi ni kijana Misri, mtumwa wa Mwameleki mmoja. Bwana wangu aliniacha kwa sababu tangu siku hizi 3 nalishikwa na ugonjwa. Sisi tulishambulia Negebu na Wakerethi na ya miliki ya Yuda, Negebu ya Kaleb na huo mji wa Siklag tukauchoma moto. Daudi akamwambia, je, wewe utaniongoza chini hata nifikirie jeshi hilo? Naye akasema, uniapie kwa Mungu ya kwamba hutaniua wala kunitia mikononi mwa huyo bwana wangu, nami nitakuongoza chini hata kufikiria jeshi hilo. Na hapo alipokuwa amewaongoza chini, tazama, hao walikuwa wametawanyika juu ya nchi yote, wakila na kunywa na kufanya karamu, kwa sababu ya hizo nyara kubwa walizochukua katika nchi ya Wafilisti na katika nchi ya Yuda. Naye Daudi akawapiga tangu ukungu wa jioni hata jioni ya siku ya pili. Hakuna aliyeokoka ila vijana 400 waliopanda ngamia na kukimbia. Daudi akawapokonya wote waliokuwa wamechukuliwa na Wameleki. Naye Daudi akawaokoa wakeze 2, wala akupotewa na kitu, mdogo wala mkubwa, wana wala binti, nyara zote, nyara wala chochote walichojitwalia hao. Daudi akavirudisha vyote. Vinarudi. Amen. Nasema vinarudi. Amen. Kama Daudi asingejitia nguvu, angebaki pale, angesema basi mimi ni mjane, basi siwezi kuendelea, basi nimepoteza watoto, basi nimepoteza mji, basi nimepoteza mali. Asingejitia nguvu, kumbe Mungu alikuwa ameendelea kuwalinda wale vijana, wale watoto, wale wakeze na zile nyara. Amen. Pamoja na Wameleki walikuwa wanaendelea kufurahia matoleo waliokuwa wameyateka nyara na kuendelea kulewa wakifurahia, lakini vile vitu vya kina Daudi walikuwa hawajavigusa. Watoto familia za kina Daudi zilikuwa hazijaguswa, na ziko tu pale utumwani zinasubiri, kwa sababu Mungu anajua ya kwamba Daudi hawezi kufikia mahali akaridhika na hali ile. Lazima atainuka kuvifuata. Hawezi kukata tamaa na kusema ndio nimefikia mwisho. Atainuka, na kweli akainuka. Inuka kwa jina la Yesu Kristo. Nasema inuka kwa jina la Yesu Kristo. Umepoteza ulipopotea, umepoteza kwenye biashara, umepoteza kwa sababu ya wizi, umepoteza kwa sababu ya majambazi, umepoteza kwa sababu ya hasara, umepoteza kwa namna moja ama nyingine. Inuka ujitie nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Nasema inuka ujitie nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Na usibaki katika historia na masononeko na mifadhaiko na kujifanya kila usiku ni usiku wa kulia na kusononeka kwa sababu ya msiba wa mtoto, msiba wa mume, msiba wa mke. Ni wakati wa kuinuka na kupambana na kusonga mbele katika jina la Yesu Kristo. Upasi kulegea, upasi kufedheka, upasi kufikia sehemu kuwafanya maadui zako wafurahi na kuona ya kwamba basi wamekumaliza. Kitabu cha Timotheo wa pili sura ile ya 1 nasoma mstari wa 12. Timotheo wa pili sura ya 1 nasoma mstari wa 12. Biblia inasema, Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 12, kwa sababu hiyo nimepatikana na mateso haya, wala sitayari, kwa maana namjua yeye ninayemwamini na kusadiki ya kwamba aweza kukilinda kile nilichokiweka amana kwake hata siku ile. Sema amina. Amen. Sema amina. Sasa kuna mateso yametokea, kuna shida zimetokea, lakini si tayari. Kuna hasara zimepatikana, si tayari. Najua Mungu amehifadhi kama vile alivyomhifadhia Daudi wa kesi.
Mungu amehifadhi kama alivyomhifadhia Daudi wanaye. Mungu amehifadhi kama alivyomhifadhia Daudi vitu vyote ambavyo Waamaleki walivichukua. Mungu anaendelea kuvihifadhi. Ndicho anachokisema Paulo hapa. Anasema nimepatikana na mateso yote haya, shida zote haya, sitayari. Sipati usongo wa mawazo. Siamaniki. Sifedheheki. Sikati tamaa. Sivunjiki moyo. Kwa sababu vimeondoka katika mikono yangu, vipo katika mikono ya Mungu. Yeye ambaye alinipa kwa wakati wake atavirudisha tena mikononi mwangu. Anasema nimepatikana na mateso yote haya, sitayari, kwa sababu ninamjua yeye ninayemwamini na kusadiki ya kwamba anakilinda kile ambacho nimekiweka amana. Kama nitafuta kwa nguvu zangu, kwa jasho yangu, kama nitafuta kwa moyo na kwa uhalali, hata kama wamenyang'anya kwa hila, wamenyang'anya kwa nguvu, Mungu atarudisha kwa njia nyingine katika jina la Yesu Kristo. Kuinuka na kujitia nguvu siku ya taabu. Kitabu kile cha Wakorintho wa pili, nasoma sura ile ya 4 mstari wa kwanza na wa 16. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa kwanza na wa 16. Kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii, kwa jinsi tulivyopata rehema, hatulegei. Mwambie jirani yako, hatutalegea. Hatutakata tamaa. Hatutavunjika moyo. Kama wanatarajia kwamba kwa sababu moja ama nyingine, yale ambayo anampata yule mtendakazi, anampata yule mchungaji, yale ambayo anampata yule mtumishi wa Mungu, labda atamfanya alegee, afadheke, atamfanya ashindwe kuendelea, anasema kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii, kwa jinsi tulivyopata rehema, hatulegei. Mstari wa 16, kwa hiyo hatulegei, bali japokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Tutakuwa bora zaidi. Amen. Nasema tutakuwa bora zaidi. Amen. Nasema tutakuwa bora zaidi. Usingeweza kumkatisha tamaa Paulo mtume kwa namna yoyote ile, kwa sababu ya mapito anayopitia, labda kwa sababu ya Nero, labda kwa sababu ya washirika wachache ambao wako kinyume naye. Usingeweza kumkatisha tamaa. Anasema Mungu amenipa huduma ya kufanya, Mungu amenipa kazi ya kufanya, silegei, sikati tamaa, sivunjiki moyo. Taabu hizi zinakuja, shida hizi zinakuja, ninasonga mbele. Hasa utu wetu wa nje unachakaa, tunaendelea kukua, hatubaki kuendelea kuwa watoto. Utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani, ule usioonekana na watu wengine, ule usiojulikana na watu wengine, unafanyika kuwa bora zaidi. Tunakuwa na nguvu zaidi, tunakuwa na neema zaidi, tunakuwa na uwezo zaidi. Na mtu aliyetuona jana na juzi, na yale ambayo alitutendea au aliyafanya akidhani ya kwamba kwa hayo aliyafanya utakata tamaa, utavunjika moyo, anashangaa anapokutana na wewe, unasonga mbele, unaendelea katika jina la Yesu. Nasema utaendelea kwa jina la Yesu. Matendo ya Mitume sura ya 19. Kuinuka na kujitia nguvu siku ya taabu. Matendo ya Mitume sura ya 19. Nasoma mstari wa 29 hadi mstari wa 31. Matendo ya Mitume sura ile ya 19 mstari wa 29 hadi 31. Biblia inasema, mji wote ukajaa ghasia, wakaenda mbio, wakaingia mahali pa michezo, kwa nia moja, wakiisha kuwakamata Gayo na Aristarko, watu wa Makedonia, waliosafiri pamoja na Paulo. Na Paulo alipotaka kuingia kati ya watu, wanafunzi hawakumwacha aingie. Umesikia hii? Kulitokea tafurani ambayo imesababisha Gayo na Aristarko wakamatwe. Paulo hakukimbia, Paulo hakujificha. Ndio kwanza aliinuka, alisema namfuata Gayo, namfuata Aristarko. Ni wanafunzi tu waliomwambia hakuna haja kufanya hivyo, kuna njia nyingine ya kumfuatilia Gayo na Aristarko, usiingie hapo kwenye vurugu. Lakini hakuwa na woga, hakujifungia ndani, hakumwacha Gayo na Aristarko waende kwenye mateso peke yao. Alikuwa tayari kuingia kati ya ile fujo, pamoja na kwamba anajua kuna hatari ya jela, kuna hatari ya gereza, kuna hatari ya kuuawa, kuna hatari ya kupigwa, lakini maandiko yanasema alikusudia kuingia katika ule mchafuko. Wanafunzi wakamwambia hapana. Huenda baadhi ya wanafunzi pia walikuwa wana sheria, wanafahamu jinsi ya kuwekea dhamana wale watu baadaye. Huenda wanafunzi walikuwa ni watu ambao wanaelewa mambo ya kisheria. Kwa hiyo akamwambia Paulo, una haja. Mstari 31. Na baadhi ya wakuu wa Asia
walio rafiki zake wakatuma watu kwake wakimsihi asijihudhurishe nafsi yake ndani ya mahali pa michezo. Yeye alikuwa tayari katika taabu zile kukabiliana nazo, sio kukimbia. Alikuwa tayari kwamba kama ni njaa atakabiliana nayo, kama ni mateso atakabiliana nayo, lakini sikimbii. Wanafunzi pamoja na marafiki zake wa Asia ambao ni watu wenye ujuzi na ufahamu wakamwambia Paulo, hakuna shida, tunajua kwamba una woga, una wasiwasi, upo tayari kukabiliana na hizi tabu zote, lakini wewe tulia, tunajua jinsi gani tutaweza kufanya ili kumpata Gayo na Aristarko. Na unafahamu baada ya Aristarko na Gayo kupitia mapigo hapa na pale, hatimaye wakaachiwa huru. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Na huyo ndio Gayo ambaye tunamsoma pia baadaye kwenye kitabu kile cha waraka ule wa 3 wa Yohana, ambaye anatajwa mpenzi wangu Gayo. Mpenzi ni kupendea katika kweli. Naomba ufanikiwe katika mambo yote. Haikuwa rahisi. Walikuwa ni miongoni mwa wapambanaji wakubwa katika Kristo, watu ambao walipitia tabu mbalimbali, lakini hawakukata tamaa, hawakuvunjika moyo, hawakuchoka, bado wajitia nguvu katika Bwana, wakaendelea katika jina la Yesu. Amen. Jambo la pili, songa mbele katika maisha na nyakati za taabu. Kusonga mbele katika maisha katika nyakati za taabu. Kadiri taabu zinavyokuja, kusudia kusonga mbele, kusudia kufanya mambo mema zaidi, kusudia kumtumikia Mungu zaidi, kusudia kuwa na bidii zaidi. Umeinuka, songa mbele. Daudi aliwafuatia kule waliko. Biashara imekufa, anzisha nyingine. Kazi umeondolewa, kaombe nyingine. Marafiki hao wamekutenga, tafuta wengine. Songa mbele katika siku za taabu. Endelea na mipango yako, endelea na mikakati yako, endelea na yale ambayo unakusudia kufanya katika mwaka 2019 kabla hujaisha. Asikuvunje mtu moyo na kukwambia unajidanganya, siku zimeisha. Kuna mambo ambayo utayafanya mwaka huu, matunda yake utakula mwakani. Kuna mambo utafanya mwaka huu, matunda yake utakula baada ya miaka 3, miaka 4, miaka 5. Kwa hiyo asitokee mtu akwambia kwamba huna muda tena. Mwambie bado muda ninao. Amen. Maadamu nina siku, maadamu nina muda, bado nitasonga mbele, na utasonga mbele katika jina la Yesu. Amen. Mwanzo sura ile 47. Mwanzo sura 47. Nasoma mstari wa 7 hadi mstari wa 9. Mwanzo sura 47. Nasoma mstari wa 7 hadi mstari wa 9. Biblia pale inasema, Yusufu akamleta Yakobo babaye ndani, akamweka mbele ya Farao. Yakobo akambariki Farao. Mstari wa 8. Farao akamuuliza Yakobo, je, siku za miaka ya maisha yako ni ngapi? Farao anamuuliza Yakobo, siku au maisha yako au umri wako ni miaka mingapi? Sikiliza Yakobo alipojibu. Yakobo mstari wa 9 akamjibu Farao, siku za miaka ya kusafiri kwangu ni miaka 130. Siku za miaka ya kusafiri kwangu ni miaka 130. Siku za miaka ya maisha yangu zimekuwa chache tena za taabu, wala sikuwafikiria siku za miaka ya maisha ya baba zangu katika siku za kusafiri kwao. Amina. Amen. Je, alikuwa anaendelea na maisha, kuendelea na maisha? Amen. Anaendelea na maisha, kuendelea na maisha. Mpaka anakutana na Farao na miaka 130. Anasema siku zangu zilikuwa zimejaa taabu, lakini leo nimesimama mbele ya Farao. Aliendelea na maisha. Kama angejua wakati Yusufu amepotea, haonekani, asingesimama mbele ya Farao. Kama angevunjika moyo kwa sababu ya ile njaa aliyoipata Kanani, asingesimama mbele ya Farao. Pamoja na kusema ya kwamba siku zangu zimejaa tabu, lakini Yakobo alikuwa anasonga mbele. Amen. Mwambie jirani yako, songa mbele. Songa mbele. Na miaka inaendelea. Amen. Siku zinaendelea. Amen. Muda unaendelea. Amen. Songa mbele kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Anasema miaka yangu ni 130. Lakini imejaa tabu, misukosuko. Mara nasikia Yusufu kapotea. Mara mke wangu alikuwa anampenda Raheli akafariki. Mara kulikuwa na njaa Kanani.
mara watoto wangu hawaelewani, mara Simeon na Lawi wameenda kuwakata magovi wale watu kule. Maisha yangu yamekuwa na misukosuko, lakini nimesonga mbele. Leo nimesimama mbele zako Farao. Na jambo la kufurahisha, Yakobo alimbariki Farao wakati ameanza kuongea naye, na akambariki Farao wakati amemaliza kuongea naye. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Songa mbele katika zile tabu ambazo unapitia, ndio zinazidi kukufanya kusonga mbele. Zinazidi kufanya kukaribia kukutana na Farao. Zinazidi kufanya kukaribia utukufu na heshima ambayo wewe hujui. Amen. Hizi taabu ambazo unakutana nazo ndio zinakusogeza kwenye siku za utukufu. Ndio zinakusogeza kwenye siku za heshima. Wale wote ambao wamejiua kwa sababu ya zile tabu, wamejipotezea siku zao za utukufu. Wamejikosesha siku zao za heshima. Lakini wale wanaobaki kama kina Yakobo na kusema nasonga mbele, na kusema nasonga mbele, leo mambo yamekwama, bado namtumaini Mungu. Leo mambo hayaendi, bado namtumaini Mungu. Hao watasimama mbele ya Farao katika jina la Yesu Kristo. Unasema utasimama mbele ya Farao katika jina la Yesu Kristo. Wakorintho wa pili sura ile ya 11. Wakorintho wa pili sura ya 11. Kusonga mbele katika maisha nyakati za taabu. Wakorintho wa pili sura ile ya 11. Nasoma mstari wa 27 na wa 28. Wakorintho wa pili sura ile ya 11 mstari wa 27 na 28. Katika taabu na masumbufu, katika kukesha mara nyingi, katika njaa na kiu, katika kufunga mara nyingi, katika baridi na kuwa uchi, bagahili ya mambo ya nje yako yanijao kila siku, ndiyo maangalizi ya makanisa yote. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Paulo mtume anasema katika taabu na masumbufu ni mara nyingi, katika njaa sio mara moja, katika mateso sio mara moja, katika shida sio mara moja, katika mapigo sio mara moja, katika kukosa nguo sio mara moja, katika kukosa chakula sio mara moja, lakini nasonga mbele. Amen. Anasema bagahili ya mambo yote, pamoja na hayo yote ninayopitia, bado nina mtazamo wa kuyatazama makanisa yakisonga mbele, kutazama huduma yakisonga mbele, kutazama Wakristo wakisonga mbele, kutazama familia yakisonga mbele. Bagahili ya mambo yote ndio yanijao kila siku, uangalizi wa makanisa yote. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Hakutikiswa na ile njaa, hakutikiswa na kule kukosa mavazi, hakutikiswa na kule kuwa uchi, hakutikiswa na zile tabu. Kila siku aliwaza Wakorintho wana hali gani, Wathesalonike wana hali gani, Waefeso wana hali gani, Wakolosai wana hali gani, Wagalatia wana hali gani. Na kila siku alikuwa anaandika waraka kwa Wagalatia, waraka kwa Wakorintho, waraka kwa Waefeso, waraka kwa Wakolosai, waraka kwa Wafilipi, waraka kwa Wathesalonike. Bagahili ya mambo yote, pamoja na hizi tabu, alikuwa anasonga mbele. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Yako pamoja na tabu nasonga mbele. Pamoja na tabu nasonga mbele. Sitapoteza mtazamo nilionao katika kutazama kanisa, kutazama familia, kutazama biashara ulionayo, kutazama kazi ulionayo, kwa sababu yale unayopitia. Bagahili ya mambo yote ndio yanijao kila siku, kutazama makanisa yote. Utasonga mbele. Amen. Nasema utasonga mbele. Amen. Utafika Yerusalemu unakotaka kufika. Amen. Utafika Yerusalemu unakotaka kwenda. Amen. Utafika kwenye kilele cha heshima yako katika jina la Yesu. Amen. Matendo ya Mitume sura ya 21. Matendo ya Mitume sura ya 21 mstari wa 9 hadi wa 14. Matendo ya Mitume 21:9 hadi 14. Mtu huyu alikuwa na mabinti wanne, mabikira walikuwa wakitabiri. Basi tulipokuwa tukikaa huko siku nyingi, nabii mmoja jina lake Agabo akashuka kutoka Uyahudi. Alipotufikia, akautoa mshipi wa Paulo, akajifunga miguu na mikono, akasema, Roho Mtakatifu asema hivi ndivyo Wayahudi wa Yerusalemu watakavyomfunga mtu mwenye mshipi huu, nao watamtia katika mikono ya watu wa mataifa. Basi tuliposikia haya, sisi na watu wa mahali pale tukamsihi asipande kwenda Yerusalemu. Agabo ni nabii wa kuaminika, sio nabii feki, sio nabii wa kutengeneza miujiza ya uongo, nabii wa kuaminika. Ndio alitabiri ile njaa, watu wakachanga. Na hapa amefika katika nyumba ya Filipo mhubiri.
Alipofika tu, Roho wa Bwana akamshikia. Akachukua mshipi wa Paulo, mkanda wa Paulo, akajifunga miguu na mikono, akasema hiki kinakwenda kumtokea mtu. Lakini kumbuka, Paulo lengo lake ni kufika Yerusalemu. Na anaposikia unabii huu, ni kama unakwambia sasa usiende Yerusalemu. Yaani usisonge mbele kwenda Yerusalemu. Geuza mwelekeo, rudi Efeso. Geuza mwelekeo, nenda sehemu nyingine. Paulo mtume anasema nini mstari wa 13? Ndipo Paulo alipojibu, mnafanya nini kulia na kunivunja moyo? Kwa maana mimi licha ya kufungwa ni tayari hata kuuawa katika Yerusalemu kwa ajili ya jina lake Yesu. Sema amina. Amen. Sema amina. Anasema niko tayari hata kuuawa katika Yerusalemu kwa ajili ya jina lake. Bwana Yesu alipokataa shauri letu, tukanyamaza tukasema mapenzi ya Bwana na yatendeke. Sema amina. Amen. Sema amina. Na unajua hakufa Yerusalemu. Hakufa. Pamoja na ghasia zilizotokea, baada aliokolewa katika mikono ya watu waovu, akawekwa mahali salama, hatimaye akaelekea Rumi. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Unajua kuna vitisho vya ndoto. Kuna vitisho vya manabii wa uongo. Kuna vitisho vya wachawi juu ya maisha yako, ya kule unakotaka kuelekea, ya kile ambacho unataka kufanya, kama ni biashara, kama ni huduma, kama ni elimu, kama ni mradi fulani. Kuna vitisho vingi. Songa mbele. Amen. Nasema songa mbele. Amen. Nasema songa mbele. Amen. Endelea na mipango, endelea na mikakati. Utafika Yerusalemu yako katika jina la Yesu. Amen. Na baada ya Yerusalemu utafika Rumi katika jina la Yesu. Amen. Tatu na mwisho, ushindi dhidi ya taabu zote. Ushindi dhidi ya taabu zote. Nataka nikwambie, mwisho wa siku utashangilia ushindi. Amen. Nasema mwisho wa siku utasahau taabu zako. Amen. Mwisho wa siku utasahau mapito uliopitia ya upweke mdada, ya upweke kijana, mapito uliopitia maskini, unakula kwa shida, una uhakika wa chakula. Utafikia mwisho katika jina la Yesu. Amen. Utafikia sehemu utasahau. Amen. Swala la milioni 1, milioni 2. Swala la 5, milioni 5. Swala la fedha na kodi ya nyumba. Swala la fedha kwa ajili ya usafiri. Swala la fedha kwa ajili ya ada za shule. Swala la fedha kwa ajili ya mahitaji mbalimbali. Utafikia mahali utasahau katika jina la Yesu. Amen. Nasema utasahau. Amen. Nasema utasahau. Amen. Mwanzo sura ya 41. Mwanzo sura ya 41. Mwanzo sura ya 41. Biblia inasema mahali pale mstari wa 51. Mwanzo 41 51. Neno la Mungu linasema, Mwanzo 41 51, Biblia inasema hivi: Yusufu akamwita jina lake yule aliyezaliwa kwanza Manase. Yule aliyezaliwa kwanza akamwita Manase, maana alisema Mungu amenisaulisha taabu zangu zote. Amen. Na nyumba yote ya baba yangu. Utasahau. Amen. Nasema utasahau. Amen. Hata watu watakapokuletea picha waliokupiga wakati ambapo unakaa katika kibanda, utasema huyu sio mimi. Kwa sababu utasahau. Watu watakapokukumbusha ulivyofukuzwa kwenye nyumba uliokuwa unapanga, utasema hivi ilitokea mwaka gani hiyo? Wanasema umesahau. Bosi, ilikuwa mwaka 2016 na 15 na 19. Umesahau? Mwambie sina kumbukumbu tena ya tukio hilo. Amen. Maana sasa umekaa kwenye kiyoyozi kwa muda mrefu. Umekaa katika maisha mazuri, Bwana anakusaulisha yote. Amen. Yusufu akazaa mtoto wake mzaliwa wa kwanza, akamwita jina lake Manase, akasema kwa kuwa Mungu amenisaulisha taabu zangu zote, na sio zangu peke yangu, na taabu za nyumba ya baba yangu. Sema amina. Amen. Sema amina. Haitakuwa taabu zako peke yako, lakini wale wote ambao ulipata taabu pamoja nao watasahau pamoja na wewe katika jina la Yesu. Kwa sababu utakuwa tayari kuwasaidia. Mmoja Yusufu aliwasaidia ndugu zake kule Misri. Akawapa eneo maalum linaloitwa Gosheni, mpaka leo lipo. Hilo eneo ambalo linatokea Wakristo wengi kule Misri. Wakristo wengi wanatokea kule. Mpaka leo wapo. Tunaambiwa Misri ni nchi ambayo ina watu milioni kama 80 na zaidi kidogo. Wakristo wako pale kama 10%. Yusufu hakuwa tu amesahau peke yake.
Lakini aliwaambia ndugu zake, njoeni. Kina Ruben njoeni, kina Yuda njoeni, kina Gadi njoeni, kina Dani njoeni, kina Naftali njoeni, wote njoeni. Ndio anasema amenisaulisha taabu zangu na taabu ya nyumba ya baba yangu. Utasahau. Amen. Nasema utasahau. Amen. Kwa sababu ushindi unayokuja ni mkubwa kuliko unaofikiria. Amen. Neema inayokuja ni kubwa kuliko unaofikiria. Amen. Baraka inayokuja ni kubwa kuliko unaofikiria. Kwa hiyo usizimie siku ya taabu. Jambo la kwanza, inuka. Jambo la pili, songa mbele. Jambo la tatu, ushindi. Pale uliposimama, mwambie Roho Mtakatifu, nitasahau taabu zangu. Ninainuka, ninasonga mbele. Ninainuka, ninasonga mbele. Ninainuka, ninasonga mbele. Nitasahau taabu zangu. Nitasahau shida zangu. Nitasahau mateso yangu. Nitasahau upweke wangu. Nitasahau mapito yangu. Bwana ninainuka. Bwana ninainuka. Ninasonga mbele. Ninasonga mbele. Ninasonga mbele. Ninasonga mbele. Ninasonga mbele. Hata kama wao walitangulia kwenye biashara, kwenye kazi zao, hata kama walifanikiwa kabla, lakini Mungu ninasonga mbele. Lakini Mungu ninasonga mbele. Ninajua ninakwenda kufanikiwa kama wao. Ninakwenda kubarikiwa kama wao. Ninakwenda kufanikiwa kama wao. Nitasahau taabu zangu zote. Nitasahau shida zangu zote. Nitasahau dhiki zangu zote. Nitasahau mateso yangu yote. Nitasahau adha zangu zote. Usizimie siku ya taabu. Usizimie siku ya taabu. Usizimie siku ya taabu. Siku ya misukosuko. Siku ya shida. Siku ya adha. Siku za magonjwa. Siku za ukataliwa. Siku za kubezwa. Siku za kusomewa. Usikate tamaa. Usivunjike moyo. Usikate tamaa. Bwana anajua kilicho chema kwa ajili yako. Songa mbele. Songa mbele. Songa mbele. Kwa sababu utasahau kwa jina la Yesu. Kwa sababu utasahau kwa jina la Yesu. Kwa sababu utasahau kwa jina la Yesu. Utasahau mateso yako. Utasahau magonjwa yako. Utasahau taabu zako. Utasahau dhiki zako. Utasahau shida zako ulizopitia katika nyumba ya baba yako. Ulizopitia katika maisha ya kikazi. Ulizopitia katika maisha ya ndoa. Ulizopitia katika maisha ya kielimu. Ulizopitia katika maisha ya kibiashara. Ulizopitia katika maisha mbalimbali. Utazisahau. 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 Kwa jina la Yesu tumeomba. Utazisahau taabu zako. Hautazimia siku ya taabu. Hautazimia siku ya shida yako. Hautazimia siku ya kukataliwa kwako. Hautazimia siku ya kuzomewa. Hautazimia siku ya kubezwa. Hautazimia siku ya kufukuzwa kazi. Hautazimia siku ya kukataliwa kwako. Bali utainuka na kusonga mbele. Nasema utainuka na kusonga mbele. Utakwenda na utafanikiwa katika jina la Yesu. Mungu nasema asante kwa ajili ya siku ya leo. Tunalibariki jina lako kwa sababu umesema nasi siku hii ya kwamba anaezimia siku ya taabu nguvu zake ni chache. Sisi tuna nguvu ya kuendelea. Tuna nguvu ya kusonga mbele. Tuna nguvu ya kuyashinda majaribu. Tuna nguvu ya kushinda misongo ya mawazo. Tuna nguvu ya kushinda kukata tamaa. Tuna nguvu ya kushinda kuvunjika moyo. Hii nguvu Bwana itakuwa pamoja nasi wakati wote kwa jina la Yesu. Tutasahau taabu zetu. Tutasahau shida zetu. Kwa sababu Mungu aliyembariki Yusufu utatubariki na sisi. Mungu aliyembariki Yakobo utatubariki na sisi. Uliyemsaidia Yakobo kusonga mbele unatusaidia kusonga mbele. Uliyemsaidia Paulo kusonga mbele unatusaidia kusonga mbele. Tutasahau taabu na shida zetu zote katika jina la Yesu. Baraka za Bwana zikujie. Ushindi wa Bwana ukujie. Baraka za Bwana zikujie. Mafanikio ya Bwana yakujie. Usikate tamaa katika eneo lolote. Mbele yako kuna heshima kubwa. Mbele yako kuna mafanikio makubwa. Mbele yako kuna neema kubwa. Mbele yako kuna uponyaji mkubwa. Mbele yako kuna ushindi mkubwa. Pokea katika jina la Yesu. Mungu nakushukuru kwa sababu najua umetusikia. Unawatangulia watu wako hata siku ya leo. Kwa jina la Yesu tumeomba. Piga kelele sema amina. Piga kelele sema amina. Unasonga mbele. Nasema unasonga mbele. Taabu haisa kuzuia tena. Shida haisa kuzuia tena. Adha haisa kuzuia tena. Mateso hata kuzuia tena. Tutaona ukisonga mbele katika jina la Yesu. Mungu awabariki watu wa Mungu, awatupatie kupitia mvua za baraka
Endelea kufuatilia kwa ajili ya kupokea baraka kila itwapo leo, na usiache kusubscribe, usiache kushare, usiache kulike. Mvua za baraka ni sehemu ya kurudisha tumaini jipya na maana maisha kwenye maisha yako. Mungu akubariki wakati mwingine.